Donald Trump, rais wa Marekani, kuongeza siku 5 zaidi za kupunguza ama kuachana na mashambulizi ya mitambo ya umeme ya Iran ili Iran wapungue mlango bahari wa Hormuz limegawanyika katika sehemu mbalimbali. Sehemu ya kwanza ambayo iko wazi ni kwamba huenda jeshi la Marekani limefanya mahesabu likaona kwa hivi sasa si wakati mzuri kwa kijeshi kujaribu kupungua ile njia ya Hormuz kwa kufanya mashambulizi makubwa kwenye mitambo ya umeme ili kuwashinikiza Iran kufungua hiyo njia ya Hormuz. Na hii tathmini imekuja kwa sababu Iran waliweka wazi kabisa kwamba kama mtatushambulia sisi katika mitambo yetu ya umeme, na sisi tutashambulia mitambo yote ya umeme ya nchi za Mashariki ya Kati, kwa maana ya hizi Qatar, UAE, nchi za Gulf. Sasa hizi nchi za Gulf, mara baada ya hapo inaonekana tishio la Iran limekuwa very serious, kwa sababu ukiangalia hii vita tangu imeanza, Iran huwa akiahidi huwa anafanya kweli. Akisema ukifanya hivi mimi nitafanya hivi, huwa anafanya kweli. Mara ya mwisho walishambulia kule kwenye vituo vyake vya nyuklia, na akamwambia Israeli nitapiga kwenye vituo vyako vya nyuklia. Tuliona kile ambacho kimetokea Demona. Sasa Marekani baada ya hiyo tathmini wameona madhara yatakuwa makubwa kama wataforce kuishambulia Iran kwenye vituo vya umeme ili Iran wafungue njia ya Hormuz, na ndio maana wameamua kusogeza hizo siku 5, kwa maana ya kwamba kufanya tathmini sasa kama Iran bado watakuwa na uwezo wa kushambulia hivyo ama tunaweza tukawanyong'onyesha Iran. Jambo la pili ni kutoa rumu ya mazungumzo, kama ambavyo alisema Donald Trump kwamba anazungumza na mtu ambaye ana mamlaka kamili Iran, na ingawa alipoulizwa na wanahabari mtu huyo unayezungumza naye ni nani, alisema si Ayatollah Mojtaba Khamenei. Baadaye Iran wakakataa kwamba sisi hatuzungumzi na yoyote yule kutoka Marekani. Sasa hii inamaanisha huenda kuna mazungumzo ambayo yanatarajiwa, ama huenda kuna mazungumzo ambayo tayari yameanza, lakini kwa usiri mkubwa sana, kwa sababu hata jana niliona simu usiku ya waziri mkuu wa Pakistan akiongea na rais wa Iran Pezeshkian kuhusiana hayo mambo ya mazungumzo. Na mind you kwamba Pakistan ndio nchi ambayo inatajwa kama mpatanishi mkuu kati ya Iran na Marekani, kwa sababu ni nchi pekee inayoaminiwa na Marekani na Iran pale Asia, ni moja kati ya nchi ya Pakistan. Sasa hiyo ni jambo la pili, kwamba Trump ametoa siku 5 ili aweze kutafuta rumu ya mazungumzo. Jambo la kwanza nilosema, ametoa hizo siku 5 ili aweze kufanya tathmini ya kutosha ya kijeshi na waweze kutathmini operation ambayo watataka kuifanya, kwamba kufanya hivyo, je, ni kweli Iran watafungua Hormuz na madhara yatakuwa kiasi gani kama nchi nyingine za zinazozunguka Ghuba ya Uajemi, hizo za Gulf, zitashambuliwa na Iran. Jambo la tatu katika hilo ni hatua ambayo inadhihirisha uimara wa jeshi la Iran, kwa sababu Trump kila siku alikuwa anasema tumeangamiza kabisa uwezo wa jeshi la Iran, hawawezi kufanya chochote, tumewashinda, lakini mpaka leo wameshindwa kupitisha meli Hormuz pale, kwa sababu jeshi la maji la Iran limezuia. Mpaka leo jeshi la anga la Iran linaendelea kushambulia miji mbalimbali ya Israeli kama Haifa, Tel Aviv, Jerusalem na kadhalika. Mpaka leo jeshi la Iran bado linazungumza kwamba mkifanya hivi na sisi tutafanya hivi. Kwa hiyo maana yake pia tumeiona nguvu ya jeshi la Iran katika hatua kama hii. Je, kwa upande wa Iran wamejipangaje? Iran wenyewe ni wawazi, siku zote huwa wanasema sisi hatutaki mazungumzo, na hata kabla vita ijaanza walisema Iran sisi ndio tutaamua vita iisheje. Walisema Marekani wataamua vita ianzaje, sisi tutaamua vita imalizike vipi. So inawezekana kwa mujibu wa sisi tunaenda sasa kidiplomasia na statement ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, wanasema hakuna mazungumzo yoyote. Donald Trump wanasema kuna mazungumzo, lakini hazungumzi na Mojtaba ambaye ni Ayatollah wa Iran. Wakati huo magazeti mbalimbali makubwa ya Mashariki ya Kati kama Jerusalem Post, Al Jazeera, hii ni runinga sasa, na vyombo mbalimbali vya habari vingine vinaripoti kwamba kuna uwepo wa dalili za mazungumzo kati ya Iran na Marekani, na mpatanishi mkuu safari hii atakuwa ni Pakistan. Sasa ukijaribu kuunga doti kwamba vyombo vya habari vinasema kuna mazungumzo yatakuwepo kati ya Iran na Marekani hapo yatafanyika Pakistan, then ripoti nyingine zinaingia usiku zinasema kwamba waziri mkuu wa Pakistan amezungumza na rais wa Iran. Alafu pia baada ya hapo kufanya tafiti kidogo, ukiangalia
ukiangazia mahusiano kati ya Pakistan na Iran, unagundua katika hotuba yake ya kwanza ama ya pili, Ayatollah mpya wa Iran Mojtaba aliitaja Pakistan, nchi pekee ambayo ilitajwa, akiitakia heri ya sikukuu zao zile za kidini, kwa sababu Iran ni taifa la Kishia na Pakistan, yani baada ya Iran kuwa na washia wengi duniani, taifa la pili linalofuata kuwa na washia wengi duniani ni Pakistan. Sasa unaweza ukaangalia ni nchi ambayo ina mahusiano mazuri sana Iran, na Iran anaweza akamwamini Pakistan kuelekea katika mazungumzo dhidi ya Marekani. Lakini je, tunaondokaje hapa kwamba Marekani na Iran wanazungumza? Hapana, hawazungumzi kwa mujibu wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, lakini kwa mujibu wa rais wa Marekani Donald Trump anasema kwamba kuna mazungumzo, ambayo mazungumzo pia yanaonekana sio rasmi, kwa sababu anasema hazungumzi na kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba, lakini anazungumza na mtu ambaye anaheshimika na ana nguvu nchini Iran.